tumesoma katika Matendo ya Mitume sura zake 2 mstari wa 3. Maandiko yanasema kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, zikakaa juu ya kila umoja wao. Amen. Mpendwa unayenifuata kwa majira kama na haya, asubuhi ya leo nimekuja tena na ujumbe wa kupea tumaini. Mahali ambapo tumesoma maandiko yanatuelezea kwa habari ya siku ya Pentekoste, na kichwa cha neno letu linasema ni siri ya ndimi za moto. Kuna siri katika ndimi za moto, na unapoanza kwa mstari wa kwanza, maandiko yanatuambia ya kwamba aseme ilipofika siku ya Pentekoste, wa mitume ama wanafunzi walikuwa pamoja wakinia mamoja katika chumba cha juu. Aseme ghafla pakatokea uvumi kama uvumi wa upepo, nao ukaijaza nyumba hile. Na mahali ambapo tumesoma neno linasema ya kwamba aseme zikaonekana juu yao ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, zikawaikalia kila mmoja wao. Mpendo unayenifuata kwa majira kama na haya, nilikuwa nataka kukuambia ya kwamba kwa siku ya Pentekoste ndipo ushindi ulionekana, ndipo kanisa lilipozaliwa kwa Roho, ndipo wa mitume walipata ujasiri tena. Maana kabla ya Pentekoste wanafunzi walikuwa hawana ujasiri. Maana hata Yesu Kristo amewaambia ya kwamba msiondoke Yerusalemu mpaka atakapokuja yule Roho, mpaka mtakapopokea zile nguvu. Atakapowajia Roho ndipo mtakuwapo ruhusiwa kutenda. Maana pasipo Roho Mtakatifu hakuna kile kinaweza kaendeka. Ndimi za moto ndizo kanisa inahitaji. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo nguvu ambazo waamini wanahitajika. Maana dunia leo sasa wanadamu wanataka kujiongoza wenyewe, lakini kwa tariki ya leo nimetaka kuambia ya kwamba Mkristo wa kweli hawezi kufanya jambo lolote pasipokuwa na ndimi za moto, pasipo kuongozwa na moto wa Roho Mtakatifu. Huwezi wakamilisha mradi wowote kwa ufalme huu ambao ni wa Mungu pasipo kumwacha Roho Mtakatifu akutumie kwa viwango vya ajabu. Ndimi hizi hazikuwa za kawaida. Ndimi hizi zilikuwa zinafunua ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe anakuja kufanya makao ndani ya waamini. Yesu Kristo mwenyewe anakuja kukaa ndani ya waamini. Ni hapo ndipo ndimi za moto zilipo waikalia kila mmoja juu yao. Ndimi za moto hazikukaa kwa mtu mmoja. Maandiko yananiambia kwamba wote waliokuwa ndani, ndimi za moto ziligawanyika. Roho Mtakatifu akuja kwa ajili ya mtu mmoja, lakini Roho Mtakatifu alikuja kwa ajili ya wote waliomwamini. Ni zawadi ya Baba, ni zawadi ya Baba ili kwamba taifa lienende kwa Roho. Siri ya kwanza ni uwepo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Ndimi za moto zilionyesha uwepo wa Mungu ndani ya mwanadamu. Maana unaposoma katika kitabu cha Kutoka sura 3 na mstari wa 2, maandiko yanatuambia aseme Mungu amemtokea Musa katika kijiti ambacho kiliwaka lakini kuteketea. Hiyo ilionyesha ya kwamba ipo siku moto utashuka juu ya mwanadamu, na moto ule utamharibu, lakini moto ule utamubeba mwanadamu kukamilisha iliyo kazi ya Baba. Maana namwona nabii Yoeli akitabiri katika Yoeli 2 na mstari wa 28, aseme na itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenyu na binti zenyu watatabiri, vijana wenyu wataona maono, na wazee wataota ndoto. Mpendwa, nimekuja kukuambia ya kwamba ni lazima uelewe ya kwamba ahadi hiyo imetimilika siku ya Pentekoste. Ahadi ya kumimina Roho wa Bwana juu ya wote wenye mwili tayari imetimilika. Ni pale ambapo tumesoma aseme ndimi ziliposhuka juu ya kila mmoja wao, aseme wakanena kwa lugha mbalimbali
kama vile Roho alivyowajalia. Mpendo unanifuata kwa majira kama na haya, nimekuja kuambia ya kwamba acha utende kama vile Roho anavyokujalia, acha uenende kama vile Roho anavyokujalia, maana ndimi za moto ama Roho Mtakatifu anapokuwa ndani mwako, mwache atende kazi, mpe nafasi ya kuongoze, usijibebe mwenyewe. Lakini ndimi za moto zinapowaka juu ya mtu, zinapotenda juu ya mtu, yawezekana ulimwengu hautakuelewa, yawezekana wanadamu hawatakuelewa. Ni hapa ndipo watu walipokuwa mahali pale wakafikiri ya kwamba wamelewa na wengine wakazihaki. Lakini nampenda Petro alipoona ya kwamba Bwana amezihirisha ahadi na wengine wanashindwa kutambua ya kwamba hii ni ahadi ya Baba aliyoiahidi, ya kwamba atamimina Roho wake, ya kwamba ataachilia ndimi za moto juu ya walio wake. Akawaambia hawajalewa, maana ni saa 3 ya mchana, lakini wamejazwa Roho Mtakatifu. Mpendo unanifuata majira kama na haya, ndimi za moto ni uwepo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Ndimi za moto zinadhihirisha kazi za Roho Mtakatifu katika maisha yako. Siri ya pili, ndimi za moto ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Unaposoma Kutoka 13 mstari 21, maandiko yananiambia aseme wana wa Israeli waliongozwa jangwani kwa nguzo la moto. Wana wa Israeli waliongozwa kwa nguzo za moto. Na mpendo unanifuata mahali kama hapa, elewa ya kwamba katika Warumi 8 na mstari 14, maandiko yanatuambia aseme wote wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaojiachilia Roho awaongoze, hao ndio wana wa Mungu. Usikubali uongozwe na dunia, usikubali ubebwe na hisia zako, lakini asubuhi ya leo acha Roho wa Bwana aongoze. Asubuhi ya leo acha Roho wa Bwana awe nawe. Ndimi za moto ziliakirisha tena ama kuashiria utakatifu wa Mungu. Ndimi za moto ilionyesha ya kwamba Bwana anaachilia asili ya utakatifu katika mwanadamu. Bwana anaruhusu mwanadamu aishi utakatifu, maana tunayaweza mambo yote katika Roho Mtakatifu. Huwezi ukaishi maisha matakatifu pasipokuwa na nguvu za Roho Mtakatifu, pasipokuwa na ndimi za moto, pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Ni pale ambapo maandiko yanatuambia aseme, tafuteni kuwa na amani na watu wote na ule utakatifu ambao hapana mtu atamuona Bwana pasipokuwa na ule utakatifu. Ndimi za moto zinahitajika kwa kizazi hiki. Ndimi za moto ama kuongozwa na Roho Mtakatifu zinahitajika. Inahitajika kukomboa muda, wapendwa, maana nyakati hizi ambazo tunaziishi ni nyakati ambazo ni za uovu, ni nyakati ambao maovu yamepanda degree, lakini wana wa Mungu mupandishe pia viwango kwa hali ya kiroho. Acha Roho aongoze kila mmoja wenyu, acha Roho awabebe kokote, ili mupate kutimiza yaliyo mapenzi ya Mungu, ili mupate kutimiza na kupinga iliyo mapenzi ya mwili. Maana wengi unakutana wanatimiza tamaa ya mwili wanapojidekonekte na Roho wa kweli. Lakini asubuhi ya leo elewa ya kwamba amesema hata tuache yatima, atamtumana msaidizi, atamtumana Roho wa kweli atakayetufundisha kweli yote, atakayetuongoza katika njia zake. Ndimi za moto ziliashiria nguvu za Mungu. Mpendo unanifuata majira kama na haya, ndimi za moto ziliposhuka ndipo wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali. Wamitume walikuwa wayapata ujasiri, lakini wakati ndimi za moto ziliposhuka ni hapo ndipo walipokea ujasiri. Ninaposoma katika Wafalme wa Kwanza sura 18 mstari 38, namwona nabii Eliya kwa mlima wa Karmeli alipokutana na manabii wa Baali. Maandiko ananiambia ya kwamba aliwaomba ya kwamba kila mtu aite Mungu wake, ili Mungu wake atakayejibu kwa nguvu za moto, huyo ndiye atakayekuwa Mungu. Wanabii wa Baali walijaribu yao yote, walimuita Baali,
lakini jibu haikutokea. Lakini Eliya alipomwita Mungu wa mbinguni, alipomwambia ya kwamba na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu, Eliya akawa shahidi wa Mungu. Ni pale ambapo maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8, aseme mtapokea nguvu atakapowajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Unapopokea nguvu za Roho Mtakatifu, wewe ni shahidi wa Bwana. Wewe umechaguliwa kurepresente mbingu. Haijalishi umati wa manabii wa Bali, ilimbidi nabii Eliya arepresente mbingu kwa alama ya moto ulioshuka kutoka Bwana, iliyoashiria Roho aliyeshuka. Na ndiyo maana pale Petro ilimbidi asimame mbele ya maelfu na kuwatangazia watu wokovu, na wengi wakaamini. Petro akawa shahidi wa Bwana. Na ya mwisho ambayo tena kumaliza nayo ni ulimi uliokombolewa. Ulimi uliokombolewa, unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura 11 mstari wa 1, maandiko yananiambia aseme kwenye mnara wa Babeli, ama watu walipokusudia kujenga mnara wa Babeli, walikuwa na malengo ambayo hayakumruhusu Bwana awe ndani. Maana maandiko yanasema aseme walitaka kujifanyia jina, walitaka kujijengea jina, lakini Mungu hakukuwa ndani. Na wakati Mungu hakukuwa ndani, ilibidi ya kwamba Mungu mwenyewe ashuke na achafule usomi wao. Kwa Babeli watu walitengana. Kwa mnara wa Babeli usemi wa watu ulichafuka. Lakini siku ya Pentekoste, kupitia Yesu Kristo, kupitia Roho Mtakatifu, umoja kwa mataifa, watu wameungana katika mwili wa Kristo. Siku ya Pentekoste watu wamekusanyika tena. Maisha wengi inaharibika wanapofikia stage, wanapojikutana wanakuwa kwa hali ambayo ni ya Babeli, mahali ya confusion, mahali ambapo hamruhusu Roho tena. Nitalikuambia ya kwamba huwezi ukajenga bila Roho Mtakatifu kuingilia kazi. Huwezi ukamilisha jambo bila kumwacha Roho Mtakatifu. Lakini mwalike Roho Mtakatifu ili upate ukamilisha. Mwalike Roho Mtakatifu na uruhusu ndimi za moto zipate kutawala maisha yako, na maisha yako yatakuwa vile vile. Maana Petro aliyemkana Yesu Kristo, ilipofika siku ya Pentekoste, ni yeye ndiye aliyeshuhudia ukuu wake na kutangaza, na wengi wakaamini. Acha Bwana Mungu akubariki. Mtakatifu shetu mbinguni, tunatangaza neema yako, tunatangaza uongozi wa Roho Mtakatifu kwa taifa lako, kama ulivyofanya siku ya Pentekoste, kama vile ulivyotimiza ahadi yako ulioyaahidi kutoka mtumishi wako Yoeli, ya kwamba siku za mwisho utamimina